Kuna mambo ambayo wewe mwanamke uliyeolewa unatakiwa kuendelea kuyafanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ili kudumisha upendo uliopo kati yako wewe na mumeo na kufanya ndoa yenu isiwe ya kukinaiana. Ndoa huwa inakuwa ya kukinaiana pale ambapo wewe unaanza kuleta mazoea na kuacha baadhi ya tabia ulizokuwa ukizifanya kwa mumeo, kisha hicho kitu huwa kinasababisha mwanaume kwenda kutafuta huo msisimko kwa mwanamke mwingine. Sijui kama unanielewa. Kuna hii siri ambayo wanawake wengi huwa hatuijui, pamoja na kwamba huwa tunalala kwenye usingizi wa kuambizana kwamba wanaume hawaridhiki, lakini kiukweli ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume huwa wanafanya usaliti kwa sababu wanaenda kutafuta msisimko mpya ambao ndani ya ndoa zao haupo tena. Sijui kama unanielewa. Sasa kuna mambo ambayo wewe mwanamke unatakiwa kuendelea kuyafanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ili kufanya mumeo asione kama kuna kitu kinapelea kwako. Msisimko wa ndoa yenu uwe ni ule ule kila siku. Sijui kama unanielewa. Jambo la kwanza ambalo wewe mwanamke unatakiwa kuendelea kulifanya kwenye maisha yako ya ndoa kila siku ni kumheshimu mumeo. Sijui kama unanielewa. Haijalishi ndoa yenu ina miaka mingapi, haijalishi mmezoeana kwa kiasi gani, haijalishi mna watoto wangapi, haijalishi nini kimetokea kwenye maisha yenu. Ile heshima uliokuwa ukimpa mumeo tangia mara ya kwanza anapokuoa, hakikisha kila siku ndio unayoendelea kumpa kwenye maisha yenu yote. Isije ikafika kipindi kwa kuwa umemzoea ukaacha kufanya vitu fulani ambavyo pengine mumeo alivutiwa kutoka kwako. Ile namna ulikuwa unamheshimu, ile namna ulikuwa unazungumza naye kwa hekima, ile namna ambavyo ulikuwa unajua kutumia kinywa chako kwa hekima pale mnapopishana, pengine yeye ndio ilimvutia sana na hicho ndio kitu kinachomfanya akupende sana wewe kama mkewe. Sasa ikifika wakati wewe ukaanza kumvunjia mumeo heshima, ukaacha kufanya vitu fulani ambavyo ulikuwa unavifanya ambavyo vilikuwa vinaashiria heshima kwake, na ukaanza kufanya mambo ambayo ni tofauti, pengine alizoea mkigombana unazungumza naye kwa hekima, sasa hivi umekuwa sio yule tena, unamjibu mumeo neno unalojisikia kwa sababu tayari unaona mimi nimeshazoea, mbona nina miaka kadhaa kwenye ndoa, kwa hiyo naweza kufanya chochote. Hicho kitu kitasababisha mumeo aende kutafuta msisimko mpya kwa mwanamke mwingine. Pengine ataimisi hiyo heshima ambayo alikuwa anapewa na wewe. Kwa hiyo atahisi huyu, kwa sababu sasa hivi anaona nimemuoa na niona sina thamani, kwa hiyo anaamua kwenda kumtafuta mwanamke mwingine ili ampe ule msisimko wa heshima ambayo ulikuwa unampa wewe mwanzo. Anajisikia namna fulani, ego yake yeye kama mwanaume inatekenywa na mwanamke ambaye anamheshimu. Sasa wewe ukiacha kumpa heshima, mwanaume atakukinai pale ambapo ataenda kutafuta mwanamke mwingine ambaye atampa msisimko mpya wa kumheshimu. Sijui kama unanielewa. Jambo la pili ambalo wewe mwanamke unatakiwa kuendelea kulifanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ni kuepuka kumzoea mumeo. Sijui kama unanielewa. Ndiyo, huyo ni mume wako. Ndiyo, mna miaka mingapi kwenye ndoa. Ndiyo, mna urafiki sana, lakini hakikisha hivyo vitu vyote ambavyo mmezoeana wewe na mumeo unavifanya kwa mipaka. Isije kafikia kipindi wewe ukaanza kuweka mazoea ya kupindukia kwa mumeo kiasi kwamba mumeo akahisi kama sasa hayo mazoea yameanza kumshushia yeye heshima, akaona kuna vitu umeacha kufanya kwake kwa sababu umemzoea. Mumeo atakukinai na ataenda kutafuta mwanamke mwingine ili apate ule msisimko wa kutokuzoeleka aliyokuwa anaupata mwanzo kwenye maisha yenu ya ndoa. Nikizungumza hivi simaanishi kwamba ukifanya vyote hakutakuwa na changamoto. Changamoto zitakuwepo, lakini hazitakuwa kubwa ukilinganisha na baada ya wewe kuacha kufanya vitu fulani ambavyo pengine mwenzako ataenda kuvifanya. Itasababisha mwanaume hata apotelee huko wakati mwingine. Sijui kama unanielewa. Jambo la tatu ambalo wewe mwanamke hutakiwi kuacha kulifanya kwa mume wako ni kumnyenyekea. Haijalishi unasikia vitu gani vinavyoendelea sasa hivi, haijalishi sasa hivi wanakulisha sumu gani kuhusu mwanaume, kama wewe maisha yako ya ndoa yako vizuri, kama mumeo anakuheshimu, kama mumeo anakujali, kama mumeo anakuthamini, kama mumeo anakuhudumia vizuri wewe kama mkewe na anahakikisha majukumu ya familia yake anayabeba kisawasawa, unamuona kabisa mume wako anajitahidi kuwa mwanaume, anajitahidi kuwa kichwa, anajitahidi kuwa kiongozi bora kwenye familia yake, mpe unyenyekevu mumeo bila kujali sasa hivi unasikia kitu gani, kwa sababu
Wewe sasa hivi utakapotoa sikio lako ukaanza kusikiliza maneno ya kwamba unyenyekevu ni utumwa, unyenyekevu sijui ni nini, ukaamua kumnyima mumeo ataenda kutafuta huo msisimko kwa mwanamke mwingine. Na nikwambie tu kitu rafiki yangu, sasa hivi kila mtu anatamani kupata mwanaume ambaye atamsitiri. Watu sasa hivi huko nje wanaona jua linawaka, wengine umri umekwenda, wengine mambo hayaendi sawa huko nje, wamechoka. Wanatamani kupata mwanaume at least ampangie chumba, amlipie kodi, awe tu anamwachia ile pesa kila siku asubuhi. Yeye kwake anatamani hilo swala. Kwa hiyo usipomnyenyekea wewe, atajitokeza mwanamke mwingine ambaye haijalishi atanyenyekea kwa maigizo ama la, atamteka mumeo, kwa sababu mumeo huo msisimko ataupata tena kwa mwanamke mwingine, kitu ambacho wewe umeshamnyima kwa sasa hivi. Sijui kama unanielewa. Jambo la 4 ambalo wewe mwanamke hutakiwi kuacha kulifanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ni kumpenda mumeo na kumuonyesha kwamba unampenda. Sijui kama unanielewa. Kumpenda sio wewe kumtamkia kwamba mume wangu nakupenda, kwa namna ambavyo unamtendea mume wako, kwa namna ambavyo unamthamini, kwa namna ambavyo unamjali, kwa namna ambavyo unaonyesha una shida na uwepo wake, unaonyesha kwamba wewe unapenda kuwa na yani unavutiwa na uwepo wake kwenye maisha yako. Muonyeshe mumeo kwamba yeye ni wa thamani kiasi gani kwenye maisha yako kila siku. Sijui kama unanielewa. Muonyeshe mumeo kwamba unampenda kila siku, ikiwezekana iwe kwa maneno, iwe kwa vitendo, kwa namna yoyote ambayo unaweza kumdhihirishia mumeo kwamba unampenda kila siku, muonyeshe. Wewe ikifika kipindi ukanyamaza, humuonyeshi mumeo kama unampenda, humuonyeshi mumeo kama unamthamini, mumeo anaweza kwenda kutafuta huo msisimko kwa mtu mwingine, na akiupata akaona mimi nina umuhimu pale, na akapimanisha na nyumbani kwako, aone kama wewe huoni kama ana umuhimu kwenye maisha yako, humthamini tena, humjali tena, unaonyesha kama huna msisimko naye tena, yani humpendi, mwanaume anaweza kwenda kuzamia kwa huyo mwanamke mwingine. Haijalishi huyo mwanamke atafanya hivyo vitu kwa maigizo ama la. Mwanaume atakapopata msisimko mpya kwa mwanamke mwingine atazamia huko. Sijui kama unanielewa. Jambo la 5 ambalo wewe mwanamke hutakiwi kuacha kulifanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ni kuwa na hekima. Yaani hekima yako, kiwango cha hekima yako badala ya kupungua kadri mnavyoishi kwenye maisha ya ndoa, wewe ongeza. Mwanaume wako kila siku aone unamsurprise kwa namna ambavyo unazidi kuwa na hekima badala ya kupunguza hekima zako. Sijui kama unanielewa. Mwanaume wako alishakuzoea wewe, kinywa chako kina hekima. Kuna maneno ulikuwa haumtamki kabisa, kuna kauli ulikuwa hauziongei kabisa mbele yake, lakini sasa hivi mmeishi kwenye maisha ya ndoa, umeanza kukengeuka. Unamtamkia mumeo neno lolote, kauli ambazo hakuzoea kuzisikia kwenye kinywa chako, sasa hivi ameanza kuzisikia. Ana feel huyu mwanamke sasa hivi hana hekima, na akiona kiwango chako cha hekima kinapungua kwake, maana yake anajua sasa kinachoingia sasa hivi ni dharau. Huyu mwanamke anaenda kunidharau. Kwa hiyo anaweza kwenda kutafuta huo msisimko kwa mwanamke mwingine. Haijalishi huyo mwanamke ataigiza hekima ama la, lakini mwanaume wako atakwamia huko, kwa sababu hicho ni kitu ambacho atakuwa na uhitaji nacho. Sijui kama unanielewa. Jambo la 6 ambalo wewe mwanamke hutakiwi kuacha kulifanya kwenye maisha yako ya ndoa kila siku ni kuishi maisha yako. Yaani hicho kitu usije ukakisahau. Usije ukafika kipindi ukaanza kuishi maisha ya wengine ndani ya ndoa yako. Utaiharibu ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Kumbuka, kila mmoja kwenye maisha yake ya ndoa wana lifestyle yao. Watu wana lifestyle zao tofauti. Watu wanapitia changamoto tofauti tofauti. Watu kuna mambo mengi tofauti tofauti wanayapitia kwenye ndoa zao, pengine ambayo wewe hata siku moja hautakuja kuyapitia. Lakini wewe utakaporuhusu maisha ya watu wengine yaingie kwenye maisha yako ya ndoa, utaanza kuharibu ndoa yako. Pengine kuna vitu utaanza kupunguza kuvifanya kwa sababu umeona wengine hawafanyiani, au kuna vitu utaanza kung'ang'ania mwenzako avifanye, kitu ambacho yeye huwa hafanyi. Hiyo itakuingiza kwenye mgogoro. Mumeo ataona sasa hivi, na maana mke wangu anaanza kubadilika wakati ameshazoea. Yaani mimi na yeye tunaishi hivi, lakini sasa hivi ameanza kunigeuka. Utahesabika kama umeanza kusaliti ndoa yenu kwa sababu umeanza kuingiza vitu ambavyo ni tofauti kwenye maisha yenu ya ndoa. Mwanaume anaweza kuondoka kwa sababu ataanza kuingia na wewe kwenye mgogoro pale ambapo wewe unaanza kulinganisha maisha yenu na maisha ya watu wengine. Unaanza kuingiza ndoa za watu kwenye ndoa yako. Sijui kama unanielewa.
Jambo la saba ambalo wewe mwanamke hutakiwi kuacha kulifanya kila siku kwenye maisha yako ya ndoa ni kuendelea kuwa proud na mumeo, kuthamini chochote anachokifanya na kuwa na moyo wa shukrani kwa namna ambavyo mwanaume wako anajitoa kuperform kwenye maisha yenu. Sijui kama unanielewa. Hata siku moja wewe kama mwanamke usije ukapunguza thamani ya mumeo, usije ukaacha kuona umuhimu wa mumeo, usije ukaacha kumshukuru mumeo hata siku moja kwenye maisha yako. Kila unavyozidi kuishi, hakikisha unathamini uwepo wa mumeo, unampa shukurani kwa namna ambavyo anajitoa kila siku kuhakikisha anapambania familia yake kwa namna yoyote mumeo anavyopambana kwa kiwango chake. Sijui kama unanielewa. Tena uhakikishe haumfananishi mumeo na wanaume wengine. Hakikisha unaishi na mumeo kama unavyomfahamu kwa namna yoyote ambayo mwanaume wako anajitahidi kuperform. Haijalishi ana kiwango gani cha maisha, lakini kama unamwona anajitoa kwa namna yoyote kuhakikisha anaifaidisha familia yake, kuhakikisha hakuna kitu kinakosekana hapo nyumbani, anapambana kwa jasho kila siku kuhakikisha anabeba majukumu yake, mthamini huyo mwanaume, mjali huyo mwanaume, mpe shukrani huyo mwanaume, tena bila kuangalia anafanya mambo ya kiwango gani kwenye maisha yenu. Liwe jambo dogo, liwe jambo kubwa, hakikisha unamshukuru na unathamini kile anachokifanya kwenye maisha yenu ya ndoa, kwa sababu mwanaume kama kila siku anajitoa na akahisi haheshimiki, hathaminiki, kile anachokifanya ni kama hakionekani, mwanaume anaweza kugive up, akaacha kuvifanya hivyo vitu na pengine akaingia mitini, akageukia kwa mwanamke mwingine ambaye atamthamini kwa hicho hicho kidogo alichonacho. Sijui kama unanielewa. Hakikisha wewe kwenye maisha yako kila siku unaendelea kumthamini mumeo kwa kiwango kile kile, kumshukuru kwa kiwango kile kile na kuonyesha umuhimu wake kwenye maisha yenu kwa kiwango kile kile. Usije ukaanza kubadilisha huku mbele, utasababisha mwanaume wako kukata tamaa na kutafuta mwanamke mwingine ambaye atathamini juhudi na jitihada zake. Sijui kama unanielewa. Pamoja na kwamba kila siku mmekuwa ni watu ambao mnaambizana kwamba mwanaume haridhiki hata umfanyie nini, hiki na hiki ni utumwa, hiki na hiki kilienda hivi, mnakubaliana, wengine mnaamua kuviacha hivyo vitu kufanya kwenye ndoa zenu. Mwisho wa siku wengi wenu mnaishia kulia. Mimi nikwambie tu kweli, ishi maisha yako, mjue mwenza wako, acha kumlinganisha mumeo na wanaume wengine, acha kulinganisha maisha yako ya ndoa na ndoa za watu wengine, kwa sababu maisha ya ndoa yanatofautiana. Kila watu wana maisha yao, kila watu wanapitia maisha yao huko, watu wana stori zao tofauti. Kila mtu afanye yale ambayo yeye anaweza kuyafanya. Usije ukaingia kwenye mfumo wa tabia za mtu mwingine, ukaleta tabia za mtu mwingine kwenye maisha yenu ya ndoa, tabia ambazo mumeo hajawahi kuzizoea. Hakikisha kila siku unaendelea kuwa kama mumeo alivyokuzoea, na ikiwezekana zidisha baadhi ya mambo. Ikiwa ulikuwa unamheshimu kwa kiwango fulani, kila mnavyozidi kuendelea kuishi muonyeshe unaendelea kumheshimu zaidi. Kiwango kisibakie pale pale. Onyesha unaendelea kumheshimu zaidi. Kama ulikuwa unamjali, onyesha unaendelea kumjali zaidi. Kama ulikuwa unampenda, onyesha unaendelea kumpenda zaidi. Sijui kama unanielewa. Kama unamuona ni baba bora wa familia, muonyeshe kila siku kwamba mwanaume wangu unaendelea kupanda viwango, wewe ni mwanaume bora kwenye familia yetu. Sijui kama unanielewa. Hakikisha haupunguzi kitu chochote. Yaani hauachi kufanya jambo lolote kwenye maisha yako ya ndoa kutokana na msukumo wa namna watu wengine wanavyoishi kwenye maisha yao. Kwa sababu kama umebahatika kuwa na maisha ambayo hayana changamoto, hakikisha haui sababu ya kukaribisha changamoto kwenye ndoa yako. Epukana kabisa na hicho kitu. Kama changamoto zitajitokeza, hakikisha wewe sio sababu. Mwanaume aamue mwenyewe kuleta changamoto, lakini wewe kama mwanamke hakikisha umesimama kwenye nafasi yako kila siku. Unayafanya yale yote ambayo ulizoea kumfanyia mumeo wakati ambao hamjaoana, hata mlipooana na sasa hivi mnaendelea na maisha yenu ya ndoa. Hakikisha unayafanya yale yale. Azoee kukujua wewe kwa namna ile ile. Asione kuna utofauti, asione kuna mabadiliko, asione kama umeanza kujifunza vitu tofauti, na asione kama umeshaanza kuiga tabia za watu wengine ambazo yeye hajakuzoea. Ndugu yangu, ishi maisha yako na hakikisha hauachi kufanya mambo fulani kwa sababu ya misukumo ya mitazamo ya watu. Kila mtu ana mtazamo wake kwenye maisha ya ndoa. Kila mtu ana lake la kuzungumza, ana lake la kuchangia kuhusu haya mambo ya ndoa. Lakini wewe hakikisha unasimama kwenye nafasi yako, unaishi maisha yako na unamjua mume wako.